Na habari za muda na wakati kama huu, mtazamaji wa EATV, karibu katika kurasa dakika chache za kukufahamisha machache katika mengi yaliyofika mezani kwetu kwa hii leo. Wabunge katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wametakiwa kutoa hoja ambazo zina uhakika mbele ya bunge, kuondokana na tabia ya kusema kitu kisicho na uhakika mbele ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Swala hilo limejitokeza bungeni mjini Dodoma leo baada ya baadhi ya wabunge kuonekana kuongea hoja ambazo wao wenyewe hawana uhakika wakati wa kujadili azimio la bunge la kuridhia mkataba mpya wa Umoja wa Mataifa wa Posta Afrika wa mwaka 2009 ujulikanao kama PAPU, ambapo baada ya baadhi ya wabunge kutoa hoja wasizokuwa na uhakika nazo, ilimlazimu mwenyekiti wa bunge Mheshimiwa Sylvester Masele Mabumba kutoa rai ifuatayo. Wanasema kama kitu ukijui ni bora unyamaze kuliko kupotosha bunge tukufu kama hili lionekane sasa linakwenda kuridhia kitu ambacho halikijui, kumbe kamati yake kwa niaba ya bunge zima imefanya kazi. Tuendelee na kurasa. Shirika la maji safi na maji taka jijini Dar es Salaam DAWASCO mapema leo limebaini kuwepo kwa wizi wa matumizi yasiyo halali ya maji katika mtaa wa Jamhuri, kata ya Manzese, wilayani Kinondoni jijini Dar es Salaam. Kubainika kwa hujuma hizo kumeelezwa kama moja ya sababu ambazo hupelekea shirika hilo kuonekana duni kutokana na hujuma zinazofanywa na baadhi ya wateja wasio waaminifu. Kurasa mapema leo ilitembelea kwenye operation hiyo, ambapo pamoja na kuelezwa kuwa hujuma mbalimbali, kila aliyehusishwa na vitendo hivyo alionekana kukana kwa jitihada zote. Wewe ni moja kati ya watu ambao wanahujumu shirika hili kwa kutumia maji visivyo halali. Wewe unasemaje? Sio kweli. Kwa sababu nalipia. Mara ya mwisho umeonyesha kulipia shilingi 50,000 na wanaonyesha kwamba wewe una bypass, yani unatumia ambao haipiti kwenye mita. Kwa nini pengine wamesema hivi? Bypass nakataa. Mita hiyo hapo iangalia. Bypass ni kutoa bomba ukaweka pembeni. Lakini sio bypass, ni moja kwa moja maji yanapita kwenye mita. Na moja kati ya mabomba yanaonekana yako pembeni kabisa ya nyumba yako na inatoa maji ambayo hayapiti kwenye mita. Pengine ile bomba imetoka wapi? Sielewi, kwa sababu ile nyumba nilinunua pale. Tunahitaji wateja wetu wote wawe na mita. Sababu tatizo ni kwamba wengine hawana mita, kwa hiyo readings wanazozitoa au ile bili inayotoka ni bili ya makadirio. Kwa katika operation zetu za kawaida tumekuja kugundua kuna watu ambao wana bypass. Na kubypass tunamaanisha kwamba mtu anaanza kuchukua maji kabla hajapita kwenye mita. Sasa wasamaria wema na watu wengine ambao wanakaa katika maeneo haya ndio waliotujulisha. Kwa hiyo tukaamua na sisi tuje ili tuweze kujionea, kwa sababu huwezi ukatatua tatizo bila kujua kwanza sababu yake ni nini au nini ni chanzo. Tumalizie kurasa kwa hili. Wafanyabiashara katika soko la mitumba la Urafiki jijini Dar es Salaam wameeleza wasiwasi wa kutotambulika kwa uwepo wa soko hilo na mamlaka husika, huku tumaini lao la kuendesha maisha yao likiendelea kupotea. Wakiongea na kurasa sokoni hapo leo, wafanyabiashara hao wameitaka manispaa ya Kinondoni kuwaondoa shaka kuhusiana na hofu ya kutotambulika kwa soko hilo. Mpaka sasa yani bado hatujajua hatima yetu kamili ya kuhusu soko la Urafiki. Kwa sababu kwanza tangu tulivyovunjiwa mpaka sasa hatujapata chochote, na tulikuwa tumepata hasara na walituambia kwamba watatulipa, mpaka sasa hatujalipwa. Pili, wamekuja kwenye ujenzi wa barabara, wamelifinya kabisa soko letu yani. Sasa hivi limekuwa dogo kabisa soko letu. Yani tumeamua kubanana tena humu. Kwa hiyo mpaka sasa hatujui yani hatima soko letu ni nini na nini kitaendelea yani baada ya ujenzi wa barabara. Kwamba tutaendelea kuwepo au pengine tutaondolewa, hatujajua chochote kwa sasa hivi. Serikali sasa ione umuhimu wa masoko, kwa sababu masoko ni kwenye eneo kubwa sana ambalo wanafunzi labda wale wanaomaliza darasa la 7 wakashindwa kuendelea, na wale wanafunzi wanaomaliza form 4 wakashindwa kuendelea, kwa asilimia kubwa naweza kusema hata asilimia 95 labda wanaoshindwa kuendelea na elimu hiyo huwa wanafika kwenye masoko haya kwa ajili ya kujiendeleza. Kwa hiyo tunawapokea na tunawapa nafasi za kufanya biashara na wanafanya vizuri. Tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache katika mengi yaliyofika mezani kwetu kwa leo. Kesho je, kuna ni? Tafadhali usikose kuangalia dakika chache za kurasa. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuleta kurasa, mimi ni Noah Laltaika na kutakia wakati mwema.